Majasusi nchini Ujerumani wanasema kwamba Vladimir Putin, rais wa Urusi, anaandaa vita nzito na vita kuu dhidi ya wanachama wa NATO na baadhi ya mataifa huko Ulaya. Hii ni kutokana na matokeo ya kijasusi ya kijeshi ya nchini Ujerumani yamewafanya maafisa wa Ulaya kuamini kwamba Urusi inajiandaa kwa vita kuu na NATO na mataifa ya Ulaya, kulingana na matokeo ya uchunguzi wa pamoja kutoka katika vyombo vya Ujerumani ambayo yamechapishwa katika vyombo vya habari. Kulingana na ripoti hiyo, Urusi inajiona kuwa na mzozo mkubwa na nchi za Magharibi. Ripoti hiyo inadai kuwa Putin anapanga matumizi ya nguvu za kijeshi kufikia malengo yake ya kibeberu, ikibainisha kuwa uvamizi wa Urusi wa mwaka 2022 nchini Ukraine ulikuwa ni hatua ya kwanza tu ya harakati dhidi ya Ulaya nzima. Kufikia mwisho wa mwongo huo, Urusi itakuwa imeweka msingi wa kuanzisha vita vya kawaida vya kiwango kikubwa, kulingana na uchunguzi wa pamoja WDR na NDR la Ujerumani, kwa maana haya ni mashirika ya kijasusi. Majasusi hawa wamejiuliza swali, je, huyu Putin anajaribu kufikia umbali gani kwa jina la Urusi? Shirika la ujasusi la shirikisho la Ujerumani BND linadai kuwa Putin anapanga kujaribu jinsi nchi za NATO zitachukua kwa uzito jukumu lao la kutoa msaada kama inavyotakiwa chini ya kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO, haswa katika hali ya dharura, imeripotiwa katika vyombo vya habari hasa kupitia Bild ya Ujerumani. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimebainisha kuwa robo tatu ya askari na wafanyakazi wa Urusi kwa kawaida wapo katika mipaka na majimbo ya Baltiki, wapo wengi huko nchini Ukraine, na vikosi vyao vya wanahewa na wanamaji viko katika tahadhari kamili ya mapigano. Iwapo vita vya Ukraine vingeisha, wangerudi kwenye nyadhifa zao. Putin na jeshi la Urusi wanaendelea kukwepa vikwazo vilivyowekwa kwa nchi hiyo na mataifa ya Magharibi, na wanajizatiti kuhusu huku uzalishaji wao wa kijeshi ukipita katika kiasi kikubwa cha mahitaji ya sasa ya Urusi kwa ajili ya vita vya Ukraine. Hii ndio sababu mojawapo ya mataifa ya Magharibi, hasa yale ya NATO, kuamini kwamba Putin anaandaa mapambano dhidi yao. Mara kadhaa rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia watu wa Magharibi kwamba Rais Putin hana mpango wa kufanya shambulizi lolote kwa mataifa yao, na kwamba wakati huu ni wakati wa amani, na ameamua kusitisha kwanza vita huko nchini Ukraine na baadaye katika Mashariki ya Kati. Lakini kitendo cha Urusi kupanga kuongeza idadi ya wanajeshi ifikapo mwaka 2026, ikitarajia wanajeshi 1.5 kulingana na mipango ya uvamizi wa Ukraine wa mwaka 2022, saizi ya vikosi vya wanajeshi wa Urusi ingeongezeka kwa 30% hadi 50%. Ujasusi wa Ujerumani pia umebaini kuwa matumizi ya kijeshi ya Kremlin yameongezeka haraka sana. Mnamo 2025 wametumia euro bilioni 120, zaidi ya 6% ya pato la taifa la nchi hiyo, na karibu mara 4 ya bajeti ya kijeshi ya nchi hiyo miaka 4 mapema mwaka 2021. Wiki iliyopita katibu mkuu wa NATO Mark Rutte aliapa NATO itatoa pigo kubwa kumjibu Putin ikiwa watashambulia Poland au nchi nyingine yoyote katika muungano huo. Pia alisema kwamba wakati vita vya Urusi na Ukraine vitakavyomalizika, hakutakuwa na kuhalalisha uhusiano na Urusi. Kadhalika, nchi hizo za NATO zinapanga mpango wa kupeleka idadi ya wanajeshi kwa ajili ya kulinda amani huko nchini Ukraine, jambo ambalo Urusi iligoma. Urusi ilisema haitaweza kuruhusu hilo, na wakati huu imesema kwamba ikiwa wanajeshi wa nchi za Ulaya watapelekwa huko nchini Ukraine, basi Urusi itachukua jukumu la kufanya mashambulizi dhidi yao, ikiamini kwamba hao ni maadui zake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.